Habari za asubuhi ndugu mpendwa mtazamaji na msikilizaji wa Congo Post News. Matumaini yetu ni kwamba wewe ni mzima wa afya popote ulipo unapoendelea kutega sikio kupitia mtandao wetu wa YouTube. Ndugu mpendwa mtazamaji, kama ni mara ya kwanza kufuatilia habari kupitia Congo Post News, hakikisha una subscribe na like na comment, pia una share kwa walio wengi ili habari zetu ziende kutembelea wengine na kuwafikia wengine. Au unaweza kutuandikia kwenye namba ambayo unaendelea kuiona kwenye picha hapo na kutupatia maoni yako aiza mapendekezo yako. Congo Post News endelea kupeperusha habari za ukweli zinazoendelea ndani na nje ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndugu mpenzi mtazamaji, baki nasi hadi mwisho. Sauti yetu, habari zako. Milio ya risasi ilisikika katika eneo la Walikale karibu sana na uwanja wa ndege wa Kigoma. Tukio hili ilionyesha ishara za hali ya usalama isiyotulivu au mapigano ya silaha katika eneo hilo. Tukio hilo lilitokea katika eneo la Walikale. Milio hiyo ya risasi iliripotiwa kusikika karibu na uwanja wa ndege wa Kigoma. Eneo hili linajulikana kwa kuwa katika kwenye mkoa wa changamoto za kiusalama nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukio hili linaripotiwa kutokea katika siku ya Jumatatu jioni. Wakazi wa eneo hilo, huenda wafanyakazi na walinzi wa uwanja wa ndege, walishuhudia au kusikia waziwazi milio mingi ya risasi. Hali hii kwa asili ilisababisha taharuki na hofu miongoni mwa watu waliokuwa karibu na eneo hilo nyeti la miundombinu. Taarifa za awali hazikueleza waziwazi chanzo cha milio hiyo, yani kama ni mapigano kati ya vikosi vya usalama na makundi yenye silaha au shambulio la moja kwa moja kwenye uwanja wa ndege au kituo cha karibu. Hakuna taarifa za haraka zilizothibitisha uharibifu au idadi ya majeruhi kufikia wakati wa ripoti hii. Kusikika kwa milio ya risasi karibu na uwanja wa ndege ambao ni lango muhimu la usafiri kunaonyesha kuongezeka kwa changamoto za kiusalama katika eneo la Walikale. Tukio hili linahitaji uchunguzi wa haraka na ongezeko la doria za kiusalama ili kuhakikisha usalama wa raia na miundombinu muhimu. Inawezekana tukio hili litasababisha kuahirishwa kwa safari za ndege au kuimarishwa kwa tahadhari za kiusalama kwa wale wote wanaotumia uwanja wa ndege wa Kigoma. Umma unahimizwa kubaki utulivu na kufuata maelekezo kutoka kwa mamlaka za kiusalama. Waasi wa AFC M23 wameongeza nguvu zao za kijeshi na kuimarisha uwepo katika eneo la Lukweti. Hatua hii inakuja kufuatia kukabiliana na mapambano makali na msukumo wa kijeshi uliofanywa na jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikisaidiwa na wanamgambo wanaojulikana kama Wazalendo. Tukio hili limetokea katika eneo la Lukweti ambalo liko ndani ya wilaya ya Masisi mkoani Kivu Kaskazini, mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lukweti iko karibu na Nabiondo, eneo ambalo lilitumika kama kituo cha msukumo wa FARDC na Wazalendo. Kuongezeka kwa nguvu huko Lukweti kumekuwa kukifanyika katika siku za hivi karibuni kufuatia mapigano yaliyotokea wiki iliyopita ambapo jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na washirika wake walikuwa wamepata mafanikio katika maeneo jirani ikiwemo harakati ya kuelekea Nabiondo. Jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikishirikiana na makundi ya Wazalendo ilianzisha operation ya kusonga mbele kwa lengo la kurudisha nyuma waasi hao kutoka maeneo walioyateka, huku lengo moja ikiwa ni kufika Nabiondo. Kufuatia msukumo huo na baada ya kupoteza baadhi ya maeneo, kundi la AFC M23 lilionekana kutumia mbinu ya kujikusanya na kuimarisha ngome zao za kujiamini. Walihamisha silaha na wapiganaji wengi kuelekea Lukweti ambalo lilionekana kuwa eneo muhimu la kimkakati ili kuzuia maendeleo zaidi ya jeshi ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na washirika wao Wazalendo.
Kuimarishwa huku kumeleta wasiwasi mkubwa kwa usalama wa raia, kwani kunaashiria kuendelea kwa vita na uwezekano wa mapigano makali zaidi katika siku zijazo. Kuongezeka kwa nguvu za AFC M23 huko Lukweti kunaonyesha kuwa licha ya shinikizo ya jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wazalendo, kundi la waasi bado lina uwezo wa kujipanga upya na kuendelea na harakati zao za kijeshi. Hali hii inathibitisha kuwa vita vya Masisi bado ni tata na vinaendelea, na hatua za kijeshi za serikali huenda zikaishia kwa kuwalazimu waasi hao kuwatoa maeneo wanayoyadhibiti. Lukweti sasa inaweza kuwa uwanja mwingine muhimu wa mapigano unaohitaji uangalizi wa karibu zaidi. Bila kukawia, wavuvi yapata 218 kutoka eneo la Mwanda jimboni Kongo ya Kati wamekuwa katika umaskini unaokatiri tangu mwezi wa Juni mwaka jana. Huo ni tangu jeshi la maji la Angola kuwanyang'anya vifaa vyao. Hawa wanasema kukumbana na matatizo ya kutoweza kuhudumia familia zao. Sikukuu ya ukimwi duniani mjini Beni, wataalamu wa afya wanahimiza wakaaji kujipimisha ugonjwa huo. Pia watu ambao tayari wameambukizwa watumie dawa za kupunguza makali ya virusi. Mjini Kinshasa, wanawake na wasichana wengi wanasema kuasiriwa kwa unyanyasaji kwenye teksi za pikipiki. Kati ya vitendo visivyofaa na matamshi machafu, baadhi ya abiria wanasema wanapitia matatizo ya kweli. Usikilivu mwema. Kwanza, jueni kama mlipuko wa Ebola katika eneo la afya la Bulape jimboni Kasai umemalizika. Tangazo hilo lilitolewa Jumatatu Disemba tarehe 1 na waziri wa afya Daktari Samuel Roger Kamba, kwa mjibu wa taarifa ya shirika la afya duniani. Bila kesi mpya zilizoripotiwa katika siku 12 zilizopita tangu mgonjwa wa mwisho kupona mnamo Oktoba tarehe 19, viongozi sasa wanazingatia kuzuka kwa ugonjwa huo. Kulingana na shirika la afya ulimwenguni, mwitikio wa haraka na ulioaratibiwa wa wizara ya afya ukiungwa mkono na shirika la afya duniani na shirika kadhaa ulikuwa muhimu katika kuzuia kuenea kwa virusi katika eneo hili la vijiji ambalo ni ngumu kufikiliwa na lina miundombinu ndogo ya barabara na mawasiliano. Kwa jumla, mlipuko huu uliathiri watu 64 pamoja na watu 53 waliothibitishwa na kesi 11 zinazowezekana na kusababisha vifo 45. Na tukiendelea na habari zingine, katika eneo la Mwanda jimboni Kongo ya Kati, karibu wavuvi 218 kutoka Kimwabi na watu wa jamaa zao wamekuwa wakiishi katika umaskini uliokatiri tangu jeshi la Angola kuwanyang'anya vifaa vyao vya uvuvi Juni mwaka jana. Kulingana na Martin Kula, kiongozi wa chama cha wavuvi, hali hii imewafanya kukosa ajira. Tangu mwaka huo wamekumbana na matatizo ya kusomesha watoto wao na kutoweza kuhudumia familia zao. Anatoa mwito kwa viongozi wa kitaifa na wa majimbo sio tu kurejesha vifaa vyao vya uvuvi, lakini pia kukomesha kukamatwa kiolela na kunyang'anywa zana zao na jeshi la Angola. Tukijielekeza mjini Ituri, msongamano wa magari umetatiza kati ya maeneo kadhaa katika eneo la uchimbaji madini na jiji la Bunia. Chanzo ni kuporomoka kwa daraja la Nizi lililotokea wikendi iliyopita wakati lori lililokuwa likibeba mizigo ilikuwa ikivuka. Hali hii tayari inatatiza pakubwa maisha ya kila siku ya wakaaji ambao wanaona ongezeko la bei la bidhaa nyingi katika masoko. Ripoti yake Jean-Claude Lokidile yatafsiriwa na Martial Kizabiamungu.
Kulingana na Jean-Pierre Bikilisende, dahibu wa jimbo aliyochaguliwa katika eneo la Njugu, barabara ya Iga Barriere Mungwalu ndio njia kuu ya kusafirisha bidhaa muhimu. Kuporomoka kwa barabara hilo tayari kusababisha bei kupanda, huku baadhi ya bidhaa zikipunguka sokoni. Watendaji kadhaa wa shirika ya kiraia pia wanaelezea wasiwasi yao, wakibainisha kuwa eneo bado liko chini ya tishio mara kwa mara kutoka kwa makundi yenye kushika silaha. Wasiwasi huu unashirikiwa na wachifu wa mashifu ya Mambisa Baujo Bandinga, ambaye anahofu kwamba usumbufu huu utazuia kutenda kazi ya vikosi vya usalama vilivyopewa jukumu la kulinda idadi ya raia, huku wakitoa wito wa ukarabati haraka sana kwa daraja la Nizi. Sauti nyingi zinalomba na wakuu ya kiserikali kutengeneza mabarabara madogo ajili ya usambazaji ya visa mbalimbali kwa eneo hii. Nikiripoti kutoka Bunya, mimi Martial Kizabiamungu, Radio Kapi. Tukijelekeza upande wa Kananga, jueni kama vuguvugu la wananchi likiitwa Lutte pour le Changement tawi lake la Kasai ya Kati linazindua kampeni inayoitwa Salongo mapashwa yetu. Kampeni hii inayoendelea, ambayo hufanyika kila Jumamosi, inalenga kuongeza uelewa kwa idadi ya watu juu ya uraia wa kuwajibika na mapambano dhidi ya hali mbaya ya jiji. Maelezo katika ripoti ya André Katende Ngala Mulume, yakitafsiriwa na Florence Kiza. Wakitumia megafone, wanaharakati kutoka tawi la Kasai ya Kati wa kigundi cha Lucha wanahamasisha wakazi wa Kananga kuhusu uraia unaojibika. Katika siku yao ya kwanza, walianza katika soko la Kamai, ambapo walifanya kazi ya usafi kabla ya kuhamia mitaa tofauti jijini, ili kuwahimiza wanaofanya biashara katika soko hilo lisilo rasmi kutumia masoko maalumu. Kwa mjibu wa Ben Kapena, mwanaharakati wa Lucha tuliomuhoji, lengo ni kuamsha uelewa wa wananchi kuhusu uraia wa kweli na kupambana na hali chafu na soko lisilo rasmi. Kampeni ya Lucha ya Salongo, wajibu wetu wa kiraia, inaunga mkono operesheni hii iliyozinduliwa Kananga na gavana wa mkoa wiki moja iliyopita, na operesheni ya jiji safi ya ukumbi wa jiji. Kama vile tulivyojulisha hapo mwanzo, sikukuu ya ukimwi duniani, mjini Beni wataalamu wa afya wanahimiza idadi ya wakaaji kupimisha mara kwa mara ili kujua hali yao ya ugonjwa huu. Pia wanapendekeza kwamba watu ambao tayari wameambukizwa watumie dawa za kupunguza makali ya virusi mara kwa mara ili kuimarisha kinga yao na hivyo kupunguza maambukizi ya virusi uendapo watafanya ngono bila kujikinga. Tunabaki katika mada hiyo. Upande mwingine, kiwango cha maambukizi ya virusi vya ukimwi katika jimbo la Bazuele kwa sasa kinakadiriwa kwa 1.7%. Ingawa inapunguka kidogo, mkoa huu unasalia kuwa miongoni mwa majimbo 10 nchini DRC ambako kiwango cha maambukizi kinasalia zaidi ya 1%. Taarifa hii inatoka kwa ofisi ya mkoa wa mpango wa kitaifa wa serikali wa mapambano dhidi ya ukimwi huko Bazuele. Ofisi hii inatangazia hali hiyo kutokana na sababu kadhaa, ikiwa ni pamoja na kuwepo kwa zaidi ya maeneo 115 ya uchimbaji wa dhahabu na almasi na kuwepo kwa makahaba. Tena mipaka ya pamoja na Otuele, tena na Jamhuri ya Afrika ya Kati na Sudan Kusini, yote inazidisha hatari ya kuambukizwa. Ili kukabiliana na janga hili, katibu wa mpango huu unaopiganisha ugonjwa wa ukimwi katika eneo la Bazuele anatoa mapendekezo kadhaa hasa kwa serikali. Fabrice Denangoe do Abili akizungumza kwenye microphone ya Jacques Mukonkole. Serikali kuu kuelekeza washirika kushirikiana katika shughuli za uhamasishaji, upimaji wa vijana wa kike na wavulana, na hasa kutoa huduma kwa vijana wa kike wajawazito walio na virusi ya ukimwi, kuweka malaboratoire kwa watu wanaoishi na virusi vya ukimwi, na kujaribu kupanga upya miundo ya umoja ya watu wanaoishi na virusi vya ukimwi nchini Kongo, na kujaribu kutoa msaada wa lishe kwa watu wanaoishi na virusi kupitia
idara ya masuala ya jamii na vitendo vya kibinadamu. Kama hitimisho, maono ni kuhakikisha upatikanaji wa rasilimali sawa, endelevu na wa ubora wa huduma za kinga, upimaji, matibabu na msaada kwa jamii zote bila ubaguzi, ili kuondoa ukimwi kama tishio la afya ya umma nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufikia mwaka 2300. Tunajielekeza upande mwingine katika jimbo la Sankuru. Shughuli za hazina ya bima ya afya ya walimu iliyoadhinishwa ilizinduliwa Jumatatu hii. Sherehe hiyo iliongozwa huko Loja naye mwakilishi wa kiliwali mbele ya maafisa kadhaa wa shule. Zaidi ya walimu 12,000 walioajiriwa na watu wengine 12,000 wanaoishi na ulemavu watahudumiwa na hazina ya bima ya afya iliyoidhinishwa. Kama vile tulivyojulisha hapo mwanzo, mjini Kinshasa teksi za pikipiki zinasalia kuwa njia haraka sana ya kuepuka msongamano wa magari, lakini zaidi ushuhuda kutoka kwa wanawake na wasichana ambao ni waathiriwa wa unyanyasaji kwenye teksi za pikipiki unaongezeka. Kati ya vitendo visivyofaa, matamshi machafu, baadhi ya abiria wanasema wanapitia matatizo ya kweli. Enoki Katumbi alichunguza jambo hili. Taarifa yake yatafsiriwa na Naomi Mutoki. Teksi za pikipiki kawaida uchukua wateja wawili kwenye bodi. Katika kesi hii, wanamke kwa ujumla uchukua nafasi ya kati ya dereva na abiria mwenza. Lakini kwa wanamke wengi uko Kinshasa, kila safari inaweza kuwa wakati wa mvutano na wasiwasi. Mmoja wa waasiriwa alitoa ushahidi kwamba kulikuwa na mtu hata kwenye pikipiki ambaye aliweza kumwanga mani. Hadithi yake haijatengwa. Baadhi ya wapandaji wenyewe anakini kuwepo kwa tatizo hilo. Ili kuelewa kupindukia huku, wataalamu wanapendekeza mchanganyiko wa msukumo, ndiki ya mjini na zaidi ya yote kutokujali. Kwa hivyo vyama vya wanamke vinatoa wito kwa kampeni za uhamasishaji zinazolenga abiria wa kiume wanaotumia pikipiki mjini Kinshasa. Upande mwingine, jueni kama Wizara ya Elimu ya Kitaifa imetoa angalau viti vya shule 2246 kwa shule za umma katika mkoa wa Kwango. Kulingana na taarifa ya vyombo vya habari kutoka kwa ziara iliyopokelewa na Radio Kapi siku ya Jumatatu, vifaa hii vya shule viliwasilishwa vipande kutoka mji wa Kenge hadi maeneo mbalimbali ya Kwango. Mchango huu ni sehemu ya mpango wa serikali kuu unaolenga kuboresha mazingira ya kujifunza shuleni kote katika jimbo hilo. Wapendwa wasikilizaji, na wakaribisha tena kufata kipindi cha pili cha taarifa yetu katika usomi wa Rosalie Zawadi. Radio Okapi, invité en Swahili. Huko Beni, Kivu Kaskazini, ni katika mazingira gani ilisherekewa mwaka huu siku ya kimataifa ya mkataba wa haki za mtoto inayohazimishwa kila tarehe 12 Novemba? Tunampokea presidenti wa bunge la watoto mjini Beni, Eloge Bwanakawa, anaongea hapa na Mark Marofimbo. Eloge Bwanakawa, jambo. Jambo sana bwana journalist. Siku kuu ulimwenguni ya kutetea haki za mtoto leo tarehe 20 Novemba, kwako kibinafsi inaonesha nini ile siku? Kuna maana gani? Siku kuu ya leo kwangu inaonesha kwa kujiuliza par rapport ya sisi tunaishiki huku kwetu ya mtoto wa Beni en particulier na mtoto wa Nord Kivu en general. Tunaona ya kwamba haki ya watoto haziko respecte juu kuko mafenomene zenye pays ina faire face, surtout vita nasumbua batu banahama baya mingi na maisha inakuwa ngufu, banakuwa oblige kutuma watoto waende ujisha, watoto walombelombe franga, watoto wanakuwa expose kwa violence sexuelle. Vraiment en grande partie haki za watoto haziheshimiwe. Na watoto wanaishi namna gani? Kwa mfano kwa maeneo ya Beni, pale popote ambao vita inasumbua, tukasema hata Lubero, ndani ya mtaa wa Beni, watoto wanaishi namna gani? Kati ya territoire ya Beni na muvile ya Beni, watoto wanaishi maisha ya huruma sana. Grande partie ya watoto njo benye banateseka
surtout avec na hii ukosefu wa hela, pauvreté inaendraine ma problème za mingi za mkadre ya maisha ya watoto, surtout watoto benye biko pousse kwenda lomba franga, watoto benye biko pousse kwenda ujisha marchandise, watoto biko pousse kufanya tendo ya ngono juu baweze kusatisfaire mafamii zabo. Inakuwa kama babo njo banapasha nourrir famille. Hizi zote zina constituer ma problème ya watoto, na kuko phénomène moja ilikuya inakiwaka toujours mu Novembre, ile mupanzi iko tunaita mu français sauterelle, inakuya handicapé protection ya mtoto. Unajua ile iko repas iko delicieux, na une fois mtoto anajua kama kunyumba hakuna possibilité ya kuuza juu bakule pamoja, anakuwa obligé kwenda itafuta busiku na kuangaika barabarani kutokuenda ku masomo, anatafuta mpanzi juste a satisfaire ma besoin yake kulingana na utamu ya hiyo chakula. Na kwa siku kama hii leo, kama pia siku ya kukumbuka haki ya mtoto na kuitekeleza, unafikiri nini itakuwa mapendekezo yenu kama pia viongozi ya watoto mjini hata mtaani? Mapendekezo ni kwa viongozi ni nini? Mapendekezo yetu kwa uongozi ni kurudisha amani d'abord kwetu, na kusha kurudisha amani ni kupatia wazazi wetu makazi juu pauvreté iishe, na kutia securite muvile yetu na kando kando. Kuna watoto hadi leo hawajarudia masomo tangu masomo ilianza. Kwao utaomba nini kutoka viongozi? Kwa watoto wenye habiko naenda kwa masomo, kwani service inachungaka watoto wa wasoda, na tupatia rapport kusema kuko 5000 enfants benye haba bénéficier ku éducation, les enfants des militaires, parce que balikuya na wakati ya kuandikisha watoto inaisha. Na kwa waongozi juu ya hiyo kitu tunawalomba waongeze hata masomo juu wale watoto waache kuhangaika ndani ya mtaani. Eloge, tunakushukuru sana. Ndio. Radio Okapi, dossier en Swahili. Jamii za Yainyongo Rome katika eneo la Isangi na zile za sekta ya Lobaye katika eneo la Opala zimefanya amani. Ijumaa iliyopita walitia saini barua ya upatanisho kuhusu mipaka ya maafikiano ya misitu ya jamii huko Yainyongo. Pia waliahidi kuishi kwa mshikamano baina ya jamii na kuwa macho dhidi ya jambo lolote litakaloweza kuharibu uhusiano wa mababu zao. Nini kilikuwa chanzo cha mivutano kati ya jamii hizo mbili na ni maelewano gani yaliyofikiwa? Ripoti ya Jacques Mukonkole. Kwa miezi michache iliyopita, jamii ya Yainyongo ilikosa uwezo ya kuendesha shughuli zake katika maeneo yake, hata ilikuwa na hati halali. Jaribio la kuanzisha hesabu ya rasilimali nyingi liliathiriwa na jamii za Lobai kama mbinu za kuuza sehemu ya msitu huu ambako unabaki kuwa na manufaa ya pamoja. Mwisho wa siku mbili za maelezo, pande zote zilimeelewana. Daktari Cesar Imoko wa jamii ya Opala anahakikisha kwamba hakuna mtu atakayezuia tena shughuli katika hifadhi hii ya misitu. Ile confusion ilikuwa na desinformation yenye ilitufikia kwamba wanatafuta kufanya inventaire multiresource. Ile jina inventaire multiresource ilitukoroga sana, yenye haikupermettre kwamba mtu wote a comprendre au même niveau que inventaire multiresource iko nini. Tuliwazia inakamata maminere majibwe chini ya bulongo, lakini kisha kuelewa mzuri hapa tunaelewa tunalewana bote kusema kama haikugusa chini ya bulongo, na hata kama ikagusa chini ya bulongo ni ngambo ya Yainyongo, si ngambo yetu. Jamii ya Yainyongo Rome inafurahi na matokeo chana ya majadiliano haya. Kiongozi wa eneo ya Yalikanja ya Nonge, Jean-Pierre Botomoito, anazungumzia kutokuelewana ambako sasa kumeondolewa. Hivi mainformation haikupita mzuri kumale balidere abo ndio balikia kuyua. Hivi tunaeklere opinion et opinion ko sanctifié. C'est pour cela tunakubaliana, tunaandikiana makartas na maneno itaendelea tena kwa kimi. Jamii hii imepata mikataba yake miwili kutokana na usaidizi wa C4 Ikrafa. Afisa wake wa misitu ya jamii George Musa Samutombo anaeleza aina ya msaada wa shirika hili kwa jamii za wakulima wa Yainyongo. Sisi C4 tulitumika kazi ya kuakompanya community, kuwasaidia
kubonesha njia wapi banapitaka juu ya kupata barua ya poli yabo, na tukaendelea nabo tena tukawasaidia wayue namna gani watajiorganize juu ya kulinda ile poli ile kwa namna ya kudumu. Na kisha pale tulikuwa vile tunawasaidia juu ya kuandika ile kitabu yenye banaita plan simple de gestion juu bayue kutumikisha ile poli kwa namna ya kudumu na kuheshimia vile sheria ya nchi yetu. Njia ikiwa tayari imepangwa, jumuiya ya Yainyongo inabaki tu kuanzisha upya shughuli zake za uhifadhi wa rasilimali nyingi za mgodi wake kabla ya kuhamia kwenye hatua ya uchimbaji, na pia na muhimu zaidi kuhakikisha ulinzi uendelevu wa msitu huu. Mujikisangani, Jacques Mkonkole, Radio Okapi. Nani hapo tunafika mwisho wa taarifa yetu kwa siku ya leo. Shukrani kwenu nyinyi wote muliotusikiliza. Tena tunashukuru wafundi wetu Pierre Diasino na Billy Landry Betu pamoja na Alengoy, bila kusahau waliotayarisha habari hizi Elize Chikota, Lievin Mbwinga na Poli Muzalia. Tunawashukuru wote na kuwatakia siku njema.